Haleluya. Sema tena amen. Wenye haki, haleluya. Kuna mtu ambaye bado anaona kama amelala bado. Hebu sema tena amen. Haleluya. Basi sijasema na ninyi siku nyingi kwa ajili ya sadaka. Kwa hiyo nasikia kuiwa kusema amen. Haleluya. Sema amen, amen. Mna amani niongee na wewe kuhusu matoleo? Nafanya hivi kwa sababu na mimi sina hamu ya kuongea kuhusu matoleo. Matoleo na sadaka na dhabihu za kila siku. Asante. Haleluya. Sema amen, amen. Nizungumze kuhusu matoleo kwa lugha rahisi sana. Nizungumze sadaka kwa lugha rahisi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza, sadaka ina tabia kubwa mbili. Sadaka ina tabia kubwa mbili. Moja, humfurahisha mtoaji. Mtoaji na mpokeaji. Pande zote mbili. Sadaka humfurahisha mtoaji na mpokeaji. Mtu atoaye kwa furaha naye anapokea kwa furaha. Amen. Hebu tuende kwenye Wakorintho wa pili. Kitabu cha Wakorintho wa pili alichoandika mtume Paulo kwa Wakorintho, na sura yake ile ya 9. Mstari wa 7. Inasema hivi: kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima. Hiyo ni sadaka. Anazungumzia hapa mwandishi anazungumza kwenye sura hii ya 9 yote ni maeneo ya matoleo. Kwa hiyo anasema kila mtu na atende kama alivyokusudia. Kutenda ni kutoa. Alivyokusudia moyoni mwake, kwa sababu anatamani kitu fulani moyoni, anaenda moyoni mwake, anaangalia alichokusudia moyoni mwake kukitenda kwenye matoleo yake, si kwa huzuni kama vile mtu anayelazimishwa, wala sio kwa lazima. Anasema maana Mungu mpenda yeye atoaye. Mungu mpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Kwa hiyo mtoaji na mpokeaji wanaushirika katika furaha yao. Mungu anafurahishwa na wewe unayetoa unafurahishwa. Ukiweka moyo wako kwenye huzuni wakati wa kutoa, eneo lile la huzuni la kutoa halitaambatana na eneo la furaha la Mungu la kupokea. Kwa hiyo ambatanisha sadaka yako kwa moyo wa furaha. Yaani uiandaa hapo moyoni kwenda kuitoa, iandae na furaha ya kwenda kuitoa. Ishirikishe furaha ya kutoa kwako, kwa sababu moja, ile furaha ina matokeo. Ile furaha inapokuwepo kwenye sadaka ina matokeo. Matokeo yake ni haya: Mungu aweza kujaza kila neema kwa wingi. Haya ndio matokeo. Amen. Matokeo yanasema mstari wa 8, na Mungu aweza kujaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Kwa hiyo matokeo ya ambatana la sadaka yako na furaha kwa Mungu utoapo, linarudisha majibu yenye kuongeza au kujaza neema inayoitwa kwa upande mwingine riziki za kila namna. Neema kwenye eneo la riziki. Bwana Yesu asifiwe. Neema kwenye eneo la riziki ni kuambatana na kazi yako pasipo mateso, kazi yako pasipo vita, pasipo majaribu. Neema ni matokeo ya kutokupitia majaribu ya kazi yako.
Sijui kama naeleweka hii lugha. Matokeo ya kazi yako yasipitie vita. Watu wa Mungu tupo Sema amen, amen. Mungu aweza kuwajaza, kukupa wewe protection. Kwa lugha nyingine anakupa protection. Mahali adui angeliweza kupita aharibu, aibe, anyang'anye, akucheleweshe, Mungu anamzuia. Hilo ndio neema inakuja kwenye eneo la wewe unapopata riziki yako. Haleluya. Watu wengi ufikiri riziki uja kwa mateso na kwa kuumia sana. Ni kweli kuna riziki za namna hiyo. Zinakuja kwa sababu una furaha wakati wa matoleo yako. Unatoa kwa huzuni, unatoa kwa kulazimishwa. Unatoa kana kwamba usipotoa kuna laana. Kwa hiyo unachotoa ni kwa sababu unaogopa laana. Kama alivyosema Malaki, mmelaaniwa ninyi. Sasa watu wanafikiria nisipotoa nina laana. Kwa hiyo hatoi kwa sababu anapenda, anatoa kwa sababu anaogopa laana. Sasa usiambatanisha sadaka yako na laana kwa sababu unalazimishwa. Ambatanisha sadaka yako na furaha uliyoiandaa moyoni wakati naenda kuitoa, hata kama ni 1,000, hata kama ni 20,000, hata kama ni milioni, lakini isitoke kwa lazima, itoke kwa amani, itoke kwa kicheko. Uifurahie wakati unaenda kuitoa, uichezee na kuimbia sifa wakati unapompelekea Mungu wako hiyo sadaka, na Mungu wakati anaipokea anaanza kuifurahia hiyo sadaka kwa kuachilia neema za kila namna. Haleluya. Wakati Mungu anaziachilia hizi neema za kila namna, za namna nyingi, amen, zinaleta sio ulinzi tu, zinaleta baraka. Baraka ni nini? Kwa sababu baraka ni eneo linaloambatana na afya. Haleluya. Linaloambatana na matokeo mazuri ya kifamilia. Tunaenda sawa sawa Wakati Mungu anaachilia zile neema, ule ulinzi unapokuja, pia baraka zinakuja. Maana baraka za Mungu haziambatani na huzuni, bali baraka za Mungu utajirisha. Lakini kuna watoto, kuna familia, kuna biashara, kuna elimu. Sema amen, amen. Mungu wakati huo anaziachilia katika malango yako. Watoto masomoni lazima watafanya vizuri, wakija nyumbani wana afya. Sema amen. Sema amina. Hebu sema Mungu anaweza kujaza. Tumia lugha nyingine, sema Mungu hawezi kujaza. Ndio, kinyume cha Mungu hawezi kujaza ukitoa pasipo furaha. Ukija na huzuni yako, huyu sasa mhubiri, mimi sina kitu chochote cha kutoa, alafu anataka nitoe tu kwa nguvu kwa jina la Yesu, sitoi, alafu unatoa. Mungu afurahishwi na hiyo sadaka. Iko kwenye Torati, kitabu cha Kutoka 25, soma. Kutoka 25. Kutoka 25 mstari wa kwanza anasema hivi: Bwana akanena na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda. Amen. Wampa, yani mimi Bwana asubuhi ya leo naenda ibadani leo. Mimi leo naenda, unajiandaa, kesho asubuhi naenda ibadani. Unajiandaa, unaandaa moyo wako, unaandaa na sadaka yako itakayotolewa katika ile moyo wa kupenda. Sema amen, amen. Mtatoa sadaka yangu kwake. Sadaka mtakayopokea mikononi mwao ni hii: dhahabu na fedha na shaba na nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau. Aliongea haya vitu hivi zamani vilisadikika ni vya thamani zaidi. Yani hivi vinavyozungumzwa hapa yalionekana ni vitu vya thamani mno sana. Mafuta ya kila taa, viungo vya manukato ya kila mafuta ya kupaka. Yani ilikuwa zamani ile ilikuwa ni vitu very rare, very rare. Haleluya. Kama yule mwanamke alikuja kwa Yesu, alipomkuta Yesu katika nyumba ya mwanamke ya yule Simeoni mkoma. Yule mwanamke aliitwa Sukahaba, akaja na kibweta cha mafuta ya marihamu yaliyo ya thamani sana.
Alafu maandiko yanasema alipofika kwa Yesu akakivunja kile kibweta cha mafuta, akayamimina mafuta yote kwa Yesu. Alafu pakatokea watu wanasikia vibaya. Watu wanasikia vibaya, sio wanaotoa. Wanaona uharibifu wa pesa nyingi zinamiminwa kwenye maisha ya Yesu. Yesu akawaambia, mwanamke huyu alichokitenda kitahubiriwa ulimwenguni mote. Amen. Sema amen, amen. Wakati unaendelea kwa kujua katika maandalizi yako ya kutoa, Bwana Yesu asifiwe. Yakobo 1:17 anasema hivi. Haleluya. Sema amen, amen. Yakobo 1:17 inasema hivi. Yakobo inakaa wapi? Agano la Kale, Agano Jipya? Kuna mtu mwingine anatafuta Agano la Kale, anafikiri mzee Yakobo wa zamani. Anasema kila kutoa kuliko kwema, amen, na kila kitolewacho kilicho kamili utoka juu, ushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Ukijijua kwa sadaka yako na matoleo yako katika level hii, na Mungu naye anakuja na level hiyo hiyo. Una kiwango hicho cha level ya kilicho chema mbele za Mungu, chenye furaha, chenye amani. Mungu naye analeta hivi, kila kitu kinachotoka kwa Mungu kinaitwa ni chema, kinachotolewa kilicho kamili utoka juu. Naye Mungu anatujaza. Sema amen, amen. Sema amen. Geukia jirani yako, mwambie Mungu atakuongezea. Sema amen. Hapa ni Mungu anatoa. Hapa naye Mungu anatoa kilicho chema. Sijui niseme, kila kutoa kuliko kwema. Mungu anatoa katika wingi wa ubora wake, na anatoa kilicho kamili kwetu. Sasa akija kwenye eneo la kukubariki, haji katika kiwango cha chini, anakuja kwenye kiwango cha ukamilifu. Tumpe Yesu makofi mazuri. Haleluya. Sema amen. Kwa hiyo kutoa, Mungu anakotoa kwako sasa ni katika kile kilicho kamilika, kile kilicho chema. Amen. Kilicho kamilika Mungu anatoa kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye hana kubadilika, hana kigeugeu. Yeye hana kusema sisikii. Hapana. Wakati wewe unaambatanisha matoleo yako na moyo wako ukiwa na furaha, Mungu anaangalia furaha ya moyo wako, sio kiwango unachotoa. Anaangalia furaha. Haleluya. Kama furaha ipo, jijenge kwenye huo mfumo. Furaha iambatane na sadaka, amani iambatane na sadaka yako. Haleluya. Sema amen. Hebu inamisha kichwa, nimshukuru Mungu kwa ajili yako. Mungu Baba, kwako kuna kila kilicho chema na kuna kigeugeu. Wewe ndio unatoa vilivyokamilika, na unawajaza watu wako kwa wingi neema ya kila namna, ili wawe na riziki zao siku zote, tupate kuwa na shukurani. Katika jina la Yesu Kristo, asante kwa watu wako hawa na matoleo yao. Amen. Piga makofi kwa Yesu. Haleluya. Mungu awabariki. Tunaenda kutoa sadaka zetu za 10.